mtu aliyepanda mbegu njema katika bonde lake. Ufalme wa mbinguni umefananishwa na mtu aliyepanda. Ukiendelea kule mwisho akafafanua vizuri. Mtu mmoja aliyekuwa na shamba akaenda kupanda shambani kwake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu. Adui, timing is everything. Watu walipolala, kaja adui akapanda magugu katikati ya ngano. Akapanda magugu usiku, giza. They planted it, the seeds, a good seed, the wheat, the seed of the wheat. They planted a wheat during the day, mchana. But the enemy came during the night and planted also the weeds. In other language, the tares, kama inavyoitwa kwenye Biblia zingine za Kiingereza. So the weeds and the wheats, they are planted. Zote lazima zipandwe. Kwa hiyo zote ni mbegu. Endelea msomaji. Akaenda zake. Alafu akaenda zake. Listen. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa. Baadaye ngano ilipokuwa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, mzee, hukupanda mbegu njema katika bonde lako? Njema, mbona uliumba watu mwema? Limepata wapi basi magugu? Magugu yametoka wapi? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Mzee, tukayatoe? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Yaacheni. 30 anasema, viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, myafunge matita, mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Nimeacha hilo fungu lisikie paka mwisho, maana ninayo mambo manne ya kukuambia, alafu twende kwa mapumziko. Jambo la kwanza, katika timing, tunapozungumza timing is everything. In the conflict of light and darkness, kuna system hapa nataka tuifahamu. The kingdom of heaven, Mungu ametupa mfano kupitia Kristo, umefananishwa na hapa kule tunapata the seed of the woman, mbegu ya mwanamke, uzao wake ndio utakuja kufanya hivi. Na hapa tumepewa mfano wa mbegu. Mungu atusaidie tukaelewe sana somo hili la mbegu. Mbegu hii sasa, anasema mwenye shamba akapanda mbegu njema na kadhalika. Tunaelewa huo mfano. Naomba niende katika jambo la kwanza kupitia mfano huu, alafu tutakuwa tukiendelea kueleza. Point number 1. The plantation of good does not prevent the enemy to plant the tares. Kupandwa kwa mbegu njema hakuzuii adui kupanda mbegu mbaya. Kinyume chake, kupandwa kwa mbegu njema ndiko kunamvutia adui kuja kupanda mbegu njema, mbegu mbaya. Kwa hiyo the kingdom of heaven is likened to, ya kwamba kupandwa kwa mbegu njema, kuwekwa kwa karama njema, kuwekwa kwa nuru, kuwekwa kwa karama, kuwekwa kwa wema, ndiko kunakovutia. Shetani hakuvutiwa na mtu mwingine katika nchi ya Usi isipokuwa Ayubu aliyekuwa mtenda mema, na hapa ndipo akaenda naye kupanda mbegu ya mabaya. The kingdom of heaven is likened. Kwa hiyo vita hii inafananishwa na katika ufalme wa Mungu, ya kwamba Mungu anapopanda mbegu njema, shetani na yeye anakuja kupanda mabaya. Nisikiliza hapa, yule adui wakati shamba linaandaliwa hakuja kupanda, alisubiri ngano ipandwe ndipo na yeye aje aweke. Maana yake ni nini? Tunashawishika kukubaliana ya kwamba hakuna siku tutaishi kwenye hii dunia bila maumivu. Mpaka Yesu atakaporudi tutaishi nayo. Maana mwishoni, najua muda wetu hautatosha kufika hapo, anasema viacheni vyote vikue namna gani? Mpaka wakati wa mavuno. Na hiyo ina kanuni yake. Kwa nini anasema mziache? Kwa hiyo kisa wewe ni Mkristo haimaanishi hautayapitia maumivu. Naomba niseme na wale ambao wanapitia maumivu, hakuna siku mwanadamu yeyote ataamka anasema leo sina maumivu. Haipo hiyo siku.
ninakutia moyo wewe unayepitia msongo wa mawazo, depression ya kina na kadhalika, ya kusemwa, ya rejection na kadhalika, kukataliwa kwa namna zote, ni marafiki na familia. Wewe unayepitia maumivu ya aina yoyote, nitazungumza kwenye jambo la pili. Hakutakuwa na siku ambayo utaamka kwamba leo sina maumivu. And I've come to realize this. Nimekuja kugundua jambo hili. Hakuna kitu kinachoweza kuyaondoa maumivu kwenye maisha yetu. There is nothing that can take away our pain, but eventually we just learn to live with it. Tunajifunza kuishi nayo. Ndio maana yale maumivu ya kufiwa yakipata trigger fulani yanaanza upya. Kama yaliondoka, kwa nini yamerudi? There will be nightmares. Kutakuwa na ndoto, kutakuwa na usiku wa mawazo, until one day that thing which stressed you, ile kitu inayokustress itakuwa sio jambo la kwanza na inarudi hapa nyuma, but it will remain there mpaka Yesu atakapoifungua mbingu. Usitafute siku mojawapo ya kuishi bila maumivu. Kama sio ya familia ni ya mke, kama sio ya mke ni ya mtoto, kama sio ya mtoto ni ya wazazi, kama sio ya wazazi ni ya kanisani, kama sio ya kanisani ni ya mtaani, kama sio ya mtaani ya kwenye uchumi, kama sio ya kwenye uchumi. Hakuna siku utaamka, for it's all about timing. Maana palipo na mbegu njema ndipo shetani anakuja kupanda magugu. Lakini habari njema na hii katika jambo namba moja, ya kwamba moja, ninapopikua ninajitambua mimi ni ngano safi. Hilo ni jambo la kwanza. Ila shetani anapokuja kupanda changamoto kwenye maisha yangu, I've got a double confirmation. Ninapata uthibitisho mara mbili. Moja, ninajua mimi nimemkubali Kristo na ni mbegu njema. Kwa hiyo ninapoona changamoto zinakuja, maana yake ninajua shetani naye amejua mimi ni ngano. Kwa hiyo it's a double confirmation ya kwamba mimi ni ngano safi. It's all about timing. Shetani alisubiri ulipolala, wakati ulipokuwa umeridhika, wenda wakati ukiwa mdogo umepuuzia, ndipo akaja kupanda. Hakuja kung'oa, hakutoa mbegu. Jambo la pili, kwa sababu ya muda naomba niende haraka. Always the devil earmarked us with the calamities. Unajua, ukiwa unataka kufahamu kitu ambapo utaenda haraka, huwa unakaia mark. Wale wanaotumia mitandao wanafahamu. Unakatengenezea alama, ukitaka kwenda pale unafika haraka. Na shetani huwa ana earmark, anaweka matatizo, akapanda magugu ili awe anafikia hapo haraka. Akitafuta tu anajua hapa nilipanda kiburi, sihangaiki kumpata, huyu ni wa kwangu. For is timing, ni timing. Wakati ulikuwa umejisahau, umefanikiwa sana, unafaulu sana, unaomba Mungu anakujibu sana, the kingdom of heaven is likened. Hii mgogoro wa vita na nuru unakuwa hapa. Tunadhani shetani atakuja kupambana, akuje na jaribu lake kubwa. No, kumbe na yeye kama ambavyo tulipandwa, na yeye anapanda. Ni system ya underground. It's underground working system. Inafanya kazi ndani kwa ndani. Inaanza kule na yeye anaenda kupanda kule. Kwa hiyo inapokuwa karama ya uimbaji, kiburi kinanyanyuka polepole. Kwa hiyo hawa wafanyakazi wa mwenye shamba hawakuona tofauti yoyote asubuhi walipoenda kumwagilia, wakadhani wanamwagilia ngano, kumbe wanamwagilia na magugu. Kwa hiyo inakuwa, kwa hiyo wazazi wakadhani wanasomesha mtoto mwenye nidhamu, kumbe ndani yake kuna uasherati kanakuwa kalipandwa, na kadhalika na kadhalika na kadhalika, na vyote vikakuwa mpaka vinaota. Point number 2. Always the devil earmarked with the calamity. Shetani zote anatuia mark kwamba huyu sihangaike, nikitaka kumpata, nikienda na jaribu la ulevi nimemkamata, anatupata. Ndivyo anavyofanya. He knew, shetani alijua ya kwamba huenda katika muda ambao alikuwekea tu alama ya kiburi, alama ya kupuuzia, ya marafiki wa kijinga, alijua huo sio muda wa yeye kukujaribu. Ila alijua baada ya miaka 5 hawa marafiki watakuwa wamekuathiri kiasi cha yeye kuweza kukupata. Kwa hiyo it's a timing, ni timing system, underground working timing system. Ni ya kufa, na anajua kabisa huyu anakwenda. Angalia alivyofanya timing kwa uzao, mbegu ya Kristo, kakiwa katoto kachanga na hakuna shida yoyote. Angalia kwa Musa alivyokuwa anafanya timing, katoto kadogo na kadhalika, lakini
intensity ya kauli ya Farao, uzito wake ulikuwa mkubwa. Lengo alikuwa anafuata destiny yake. Na wengi hapa leo destiny zetu zimekufa, hazieleweki na hazifikiki kwa sababu timing. Kwa nini nuru haiangazi? Timing ilifanyika. Unafika wakati ambapo ndipo ulitakiwa sasa uestablish, ujifanyie mambo yako na kadhalika, lakini hekima una, maarifa una na kadhalika. Utajiuliza, mbona mimi nina uoga? Haukuanza leo. Mbona mimi sisikii kuchangamka na kufanya vitu kama vijana wengine ambao wanafanya? Haikuanza leo. Ilianza siku nyingi. Timing. Jambo namba 3. Corruption and destruction are two different things. Kiswahili zote ni uharibifu. Ila destroying is something, ni kuiharibu kitu fulani physically, chana kuharibu. But corruption ni kucorrupt. Sikilizeni niwaambie, kazi ya shetani alichokifanya katika mfano huu, hakuweza kwenda kuingoa ile mbegu ya ngano aitoe ili yake ikue. Ila alichofanya, alienda na yeye akapanda ya kwake, ili kusudi wakati ngano inakuwa na magugu yanakuwa. Maana sitafika pointi ya 3 ya cheni ya kuwe pamoja, nitamalizia katika hii. Kwa hiyo wakati ngano inakuwa na magugu yanakuwa, na ndio maana tungefika mwisho ungeona kumbe kazi ya magugu haikuwa kuingoa ngano, ila ilikuwa ni kuisumbua ngano na kumstress mkulima, ili ngano ijimalize yenyewe, idhoofike kwa uwepo wa hili gugu. So always the work of, kazi ya shetani ni kuhakikisha unajimaliza mwenyewe. Kazi yake ni nini? Ni kukorapti mazingira ya marafiki wanaokuletea ujinga, wanaokuletea marafiki ambao ni kukupendezea zinaa, ni kukupendezea utaira, ni kukupendezea mizaa. Always analeta ili kusudi ujistroy we mwenyewe, ujiharibu we mwenyewe. Maana is an underground system. Kule ndani ngano inapopenyeza mizizi, na hii magugu nayo yanapenyeza mizizi yake, ile mbegu na kadhalika, na si huku juu ni matokeo yanayoonekana. Kwa hiyo matokeo ya tabia inayoonekana leo is a result of an underground working system ya nuru na giza, ambayo ilipandwa mahali fulani, ilipandwa wakati tunatafuta chuo, ilipandwa tukiwa sekondari. Kwa hiyo nuru na giza ilipandwa. Leo tunapongangana nuru iangaze. Kwa nini haiangazi? Ni kwa sababu ndani kule kuna corruption ilifanyika. Corruption ya tabia, corruption ya misimamo, corruption ya akili, corruption ya kimaadili, corruption za kiroho zilifanyika, and it was an underground system. It was the battle of the seed. Ni vita ya mbegu. Ndio maana yule mwenye shamba anasema viacheni vyote vikue pamoja mpaka wakati wa mavuno. Kwa nini? Mungu aliwakataza kupitia ule mfano kwamba katika ufalme huu is all about time. Ya kwamba kwa nini anasema viacheni vikue pamoja? Kwa sababu mwisho wa siku magugu hayatoi ngano, ila ngano itatoa ngano.